Mwenye anawatunza anafaa kila sana kuteremsha chakula. Wakulima kutoka kaunti ya Bungoma wamepokea mafunzo kulingana na kilimo biashara, wito ukitolewa kwao kwa mstari wa mbele kuhakikisha wanakumbatia kilimo. Jina langu ni Evans Welimo Omula. Nafanya kazi na kampuni ya kuku inaitwa Ilab Farm Limited. Lengo ya kukuja maeneo ya leo ni kuhamasisha wakulima kuhusu kilimo biashara, ambapo wakulima wanajiajiri kwa kupitia kandarasi ya kuweka kuku ambayo tunaitwa outgrower contract, ambapo wakulima wakisha nunua vifaranga wao wanalea vifaranga hawa hadi wanapofika kimo ya kilo 2 hadi kilo 1.7, alafu kisha wanatununulia. Kazi ya kampuni yetu ni kwamba sisi tunauzia wakulima vifaranga, kisha tukishawauzia vifaranga pia tunawauzia vyakula. Kwa vyakula wakati tunauzia wakulima, tunawauzia kwa kupitia system ya loan, ambapo mkulima analipia 50%, yenye inabakia analipia polepole mpaka wakati kuku anakuwa tayari. Kuku akikuwa tayari hatupimi uzee wa kuku kulingana na umri wa kuku, kwa sababu hawa ni kuku wa nyama. Mradi kuku amefika kilo 7 kufikia kilo 2 au kuku anakuwa tayari, alafu tunakuja tunanunua hao kuku kutoka kwa wakulima. Kwa hivyo tunahimiza wakulima wa kuku kwamba kando na wale ambao wanaweka wakulima vifaranga wa mwezi, kwamba soko ya kulima ya kuku wazima pia ni soko ambayo wakulima wanaweza kuja na wakaweza kupata nafasi ya kupata pesa kwa soko hiyo. Kwa hivyo tumekuja kwa shirika ya Buko Sacco leo kuelezea wakulima wao kwamba waungane pamoja waweze kuweka kuku, alafu kila mwezi kuku akiwa tayari tutakuwa tunafanya kazi pamoja nao. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha Bungoma Youth Sacco akiongea katika hafla ya kupeana mafunzo iliyoandaliwa katika kijiji cha Kibichori, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, amewataka wakazi kutoka kaunti ya Bungoma kuwa mstari wa mbele kuendelea kukumbatia kilimo, akisema hii ndiyo njia ya kipekee itakayosaidia kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Okay. Kile ambacho kilitusukuma ni kwamba vijana wengi na wamama walikuwa nalia hakuna ajira, na sisi tulipojaribu kuanza kujikusanya pamoja tuliona ya kwamba ukulima ni ajira, na sisi tulipoanza kulima kidogo tukaanza kupata pesa, tukaanza kupata faida, tukapata soko, na saizi tunafanya kazi kipamoja, tunauza pamoja, na hiyo ndio ilifanya tukasema wacha tujiunge pamoja ili tukaweze kufanya sisi wote na tukaweze kuinua Bungoma yetu. Upande wangu tangu nitoke shule sijasumbuka kwamba natafuta kazi, ile hali mimi nimejiajiri kupitia kwa mafunzo ambayo tumepewa ya ukulima biashara. Mimi nauza asali, nauza mzinga, nafanya huduma ya kushughulikia mambo ya ukulima na ufugaji wa nyuki. So naambia vijana wenzangu badala ya kulia kwamba niko na degree, niko na masters, nimesomea kilimo, nimesomea biashara, nimesomea mambo ya ufugaji, unaweza jiandika kazi. Nawaeleza vijana wangu kwamba kusema kwamba hatuna kitu cha kufanya, hiyo ni uzembe. Tujiunge na biashara ndogo ndogo ya ukulima na tuweze kusonga. Kwa upande wa wakulima walionufaika na mafunzo haya, wanasema hatua hii itawasaidia wengi wao kuhakikisha kwamba wanaimarika katika kilimo. Wanafuga kuku kutoka siku moja hadi mwezi mmoja ama wiki 4 tuseme, anauza wale wanaenda kufuga hadi ifike kula. Sasa tutaingia kwa hii mradi, nilikuwa nafuga kuku kidogo, lakini niligundua kwamba kufuga kuku mdogo afike mwezi mmoja ni rahisi, na nikaona inaweza kuwa biashara nzuri na nikaingia. Sasa faida inakuja kila mwezi, faida inakuja, inanisaidia kuinua biashara yenyewe, alafu inanisaidia kwa matumizi mengine kama kulipa school fees, kufanya shopping na nyumba. Sasa kwa sababu mimi naangalia kama mapato yangu. Okay, ukosefu wa ajira sio kwamba kufuga kuku ni ya mwisho kwa kukosa ajira. Hata wengine tumesoma, lakini kufuga kuku niliona kama ni ajira yake. Sio kwamba mtu anaingia kwa kufuga kuku kwa sababu amekosa kazi. Kwa sababu nauza baada ya siku 30 au 28 naona iko na faida. Kwa hivyo ninataka wamama wale wanakaa bila kufanya kazi wakisema ya kwamba hakuna kazi,
at 5 months itakuwa imeanza kufanya nini? Kazi ya kutaga. Weka kuku. Every day unaweza ukota yai. Awe kama malabuda ama awe achukue kubwa akiusa. Uko na familia saa hizi watu rika yangu. Tuliogopa hiyo sisi. So tuko na watoto watatu. Wengi sana. Yeye mwenyewe atasimamia familia yake. Hiyo ifanye vizuri. Hiyo inafaa ukachukue pliers